Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man wasala saffan wasalahu Allah, mwenye kuunganisha safu na Allah anamuunganisha. Wa man qata'a saffan, na mwenye kukata safu qata'ahu Allah, na Allah pia umkata. Kwa hiyo ukiona pengo kwenye safu ukasema hilo pengo wacha libaki hivyo, umekata safu ama hujakata? Kata safu na Allah anakukata kama ulivyokata safu ya sala. It's a very important lesson ndugu zangu katika sala ya jamaa. Tuhakikishe kwamba safu za swala zimenyoka imara, na zaidi ni kusiweko na nafasi na mapengo katika swala. Kama kuna mtu alitoka kwa sababu moja au nyingine akatoka kwenye swala, lazima lile pengo lizibwe pale pale. Yule aliyoko nyuma aje mbele azibe ile pengo, sio kwamba yule ambaye yuko pale anapanua miguu hivi na yule mwingine anapanua nayo. Ziba ile mapengo ili safu ipate kuwa imara. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia, man sadda furjatan fi safi ghufira lahu, mwenye kuziba pengo la safu ya sala anasamehewa madhambi yake. Hizi ni amal ndugu zanguni ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amezihimiza kwamba zote ni sababu ya Muislamu kusamehewa madhambi. Tumetaja amali nyingi, amal salihah, na nyingine hata sio amal salih, ni kitu mubah. Kama kula chakula ni mubah, kuvaa nguo ni jambo mubah, lakini mubah hiyo ukishikanisha na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inakuwa ni sababu ya ile amali ya mubah kugeuka kuwa ni taa na kuwa ni sababu ya Muislamu kusamehewa madhambi.